Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu kutazama mfululizo wa matukio ya wiki, na haya ni matukio maalum ya mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 katika wilaya ya Dodoma. Msomaji wako leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 uliwasili katika wilaya ya Dodoma tarehe 1 Juni 2026, ambapo mapokezi yalifanyika katika uwanja wa Compassion mtaa Vikonje B, kata ya Mtumba. Akipokea mwenge huo, mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shakimweri alisema Mwenge wa Uhuru kitaifa katika wilaya ya Dodoma ulitembelea, kukagua na kuweka jiwe la msingi miradi 7 ya maendeleo yenye gharama ya shilingi bilioni 9.8. Mimi Jabir Musa Shakimweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma, ninakiri kupokea Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 kutoka kwako Mheshimiwa Dr. Safia Kizigo, mkuu wa wilaya ya Mpwapwa, ukiwa unawaka, unameremeta na unang'aa. Aidha, ninakiri kupokea msafara mzima wa wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na ndugu wazo Michael Mang'onda, wakiwa na afya njema, timamu, wakakamavu na tayari kufanya majukumu haya. Mwenge wa Uhuru utakimbia umbali wa kilomita 86, tayari kukagua, kuweka mawe ya msingi na kutembelea miradi 7 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.8, na pia kutoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru kwa wananchi. Tuko tayari kutendea Mwenge wa Uhuru haki na Mwenyezi Mungu anisaidia. Mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 zaridhishwa na ujenzi wa madarasa mawili katika shule ya sekondari Wela. Awali akisoma taarifa ya mradi wa ujenzi wa madarasa hayo, kaimu mkuu wa shule ya sekondari Wela Allen Lugemalila alisema kuwa ujenzi huo wa madarasa mawili umegharimu kiasi cha shilingi milioni 42.8 kupitia fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, wenye lengo la kuongeza madarasa kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa darasa la 7 na 6 wanaotarajia kumaliza kwa pamoja mwaka 2027. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi huu umetekelezwa kwa kiasi cha shilingi milioni 42.8 fedha za Kitanzania kutoka mapato ya ndani. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kutekeleza mradi huu. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa madarasa hayo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 wazo Michael Mang'onda alipongeza ujenzi huo ambao umekamilika kwa ubora wa hali ya juu, huku akimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fedha nyingi katika ujenzi wa shule mbalimbali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa vyumba vya madarasa hapa shule ya Wela, na umefurahishwa na ununuzi wa viti vya kukalia wanafunzi, na uko tayari kufanya uzinduzi na kukabidhi viti na meza ambavyo vimenunuliwa. Mwenge wa Uhuru kitaifa wazindua mradi wa nishati safi na klabu ya kuzuia na kupambana na rushwa shule ya sekondari Dr. Samia Dodoma. Akizungumza wakati wa uzinduzi, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 wazo Michael Mang'onda alipongeza serikali kwa kutekeleza mradi wa nishati safi unaochangia utunzaji wa mazingira kupitia uzalishaji wa biogas inayotumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kupikia. Kwa kuwezesha mambo haya kufanyika katika shule hii ya Daktari Samia sekondari, kuja kuleta mfumo huo wa mchakato unaotengeneza biogas ambayo inatumika kupikia hapa, ni jambo ambalo ni la kipekee kwa taasisi za umma, hasa shule. Na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana, na naomba hata shule zingine ambazo zina wanafunzi wengi basi tutengeneze mfumo kama huu. Kwanza unapunguza gharama. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwezesha hili jambo ambalo linakwenda kupunguza gharama za serikali katika mambo ya kuwapikia wanafunzi mashuleni. Na hii ikiwezekana ipelekwe hata shule zingine ili ikapunguze gharama zaidi. Namshukuru kamishna wa elimu yuko hapa. Nadhani tutatufikishia shukrani zetu. Kwa upande wa elimu mmefanya kazi nzuri, na tunaomba na shule zingine pia ziwezeshwe kupata hii biogas ni nzuri na inapunguza gharama. Na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na uko tayari kuzindua hii biogas. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya Dr. Samia Mwalimu Leticia Singo alisema kuwa serikali kupitia Wizara ya Elimu chini ya mradi wa P4R ilitoa shilingi milioni 698,861 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo. Alisema kuwa mradi huo umeongeza ufanisi katika utendaji wa shughuli za shule, huku ukichangia mazingira safi na salama kwa wanafunzi na watumishi. Shule hii inatumia nishati safi
ikiwemo gesi inayozalishwa kutokana na taka za mwili pamoja na gesi ya kiwandani kwa ajili ya mahitaji yake ya kila siku. Lengo la mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, lengo la mradi ni kuhifadhi mazingira kwa kurejesha takataka zinazozalishwa shuleni pamoja na kupunguza madhara yanayotokana na matumizi ya kuni na mkaa kwa kutumia nishati safi ya kupikia. Hatua za utekelezaji wa mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi ulianza kutekelezwa na mkandarasi Suma JKT Julai 2020 na ulikamilika Septemba 2025 na kuanza kutumika. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mradi umetekelezwa kwa gharama ya shilingi milioni 698,161 na senti 86 hadi kukamilika, na fedha hizi zimetokana na mradi wa P4R chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Michael Mwang'onda alitembelea na kukabidhi gari lenye thamani ya shilingi milioni 121,871,152 fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma kupitia mkopo wa 4% kwa kundi la vijana baada ya kujiridhisha na utendaji kazi wa kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi MVK. Nashukuru nyinyi pia viongozi wa jiji la Dodoma kwa kuhakikisha vijana wanapewa kipaumbele katika fursa hizi ambazo Mheshimiwa Rais amezielekeza kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Lakini niombe pia mabenki ambao wanatusaidia kwenye jambo hili, basi waendelee kutusaidia kwa haraka ili vijana wetu waweze kuinuka kiuchumi kama matarajio ya Mheshimiwa Rais yalivyo. Kwa tunaomba sana benki mtusaidie mara kwa mara. Hao vijana wako kazini kama mnavyowashuhudia, wanafanya kazi kubwa, na si hawa tu, kuna vijana wengi ambao wako tayari kufanya kazi na kuendelea kujenga uchumi wao binafsi pamoja na uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, sasa Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na kazi hii iliyofanywa vijana ya kuchangamkia hii fursa, na uko tayari kutembelea hapa na kufungua gari lao liendelee kufanya kazi katika jiji la Dodoma. Asante sana. Akisoma taarifa ya mradi wa kikundi cha mwamko wa vijana kiuchumi MVK kinachojishughulisha na usafi wa mazingira kwa kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mjumbe wa kikundi Bless Noel alisema kuwa alipata habari ya uwepo wa fursa za mkopo wa 10%, hasa mkopo wa kundi la vijana wa 4%. Mwezi Disemba 2025 tulianza mchakato wa halmashauri. Benki ya NMB walitutembelea na kupendekeza tupewe mkopo usio na riba kwa kiasi cha shilingi milioni 121,871,152 na senti 50. Fedha hizo za mkopo tumetumia kununua gari ya kubebea taka aina ya tipa tani 8 kwa kiasi cha shilingi milioni 114,750,000. Ujenzi wa majengo matatu mapya katika hospitali ya jiji la Dodoma iliyopo kata ya Nala unagharimu kiasi cha shilingi milioni 800. Mradi unatarajiwa kuleta mapinduzi makubwa katika utoaji wa huduma za afya kwa wakazi wa jiji hilo na wilaya za jirani. Akiwasilisha taarifa ya mradi huo mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026, mganga mkuu wa jiji la Dodoma Dr. Sebastian Pima alisema kuwa mradi huo unahusisha ujenzi wa jengo la upasuaji, wodi ya wanaume pamoja na jengo la kufulia nguo. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na halmashauri ya jiji Dodoma kwa pamoja tumetekeleza mradi wa ujenzi wa majengo matatu ndani ya hospitali ya jiji ambao ni jengo la upasuaji, wodi ya wanaume na jengo la kufulia. Hospitali hii iko mtaa wa Nala, kata ya Nala, na inahudumia wananchi wapatao 765,179, kati yao wanaume wakiwa 373,440 na wanawake 391,739 kutoka kwenye kata zote za halmashauri ya jiji Dodoma na wilaya jirani. Naye kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Michael Mwang'onda alipongeza usimamizi thabiti wa mradi huo na kubainisha kuwa ujenzi huo unaonesha kwa vitendo jinsi fedha za walipa kodi zinavyorudi kuwahudumia wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na mara baada ya kupokea taarifa umekagua ujenzi wa majengo hayo mawili, jengo la upasuaji, wodi ya wanaume pamoja na jengo la kufulia. Yanaendelea vizuri. Awamu ya kwanza imeshakamilika, kilichobakia ni umaliziaji na maeneo mengine yameshakamilika kabisa, kilichobakia ni kuweka vifaa. Ndugu zangu wananchi na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi
kwa jengo la upasuaji, jengo la wodi ya wanaume pamoja na jengo la kufuria, na uko tayari kuweka jiwe la msingi ili majengo haya kamilike, wananchi wa Dodoma waendelee kutumia. Halmashauri ya jiji la Dodoma imetekeleza ujenzi wa barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 1.6 kutoka barabara kuu ya Bahi hadi hospitali ya jiji, hatua inayolenga kuboresha huduma za afya na kiuchumi kwa wananchi wa kata ya Nala. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa barabara hiyo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Michael Mang'onda alipongeza mradi huo na kusema kuwa ni bora, umekidhi vigezo vyote muhimu kama taratibu za ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami zinavyotaka. Dodoma oye! Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa ujenzi wa barabara ya umbali wa kilomita 1. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na mara baada ya kupokea taarifa umekagua. Kwa Wilaya ya Dodoma, barabara imejengwa vizuri na imewekewa alama za barabarani. Kwa kweli tunashukuru sana serikali inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi kubwa ambayo anaifanya Mheshimiwa Rais kuleta maendeleo kwa Watanzania na hasa hapa Dodoma. Leo ameelekeza hii barabara ijengwe kwa haraka ili iweze kukamilika, wananchi waweze kuitumia kuelekea katika hospitali yetu. Awali akisoma taarifa ya mradi wa ujenzi wa barabara hiyo, mhandisi wa miradi katika halmashauri ya jiji la Dodoma, mhandisi Nicodemus Kileo, alisema kuwa mradi huo ulitekelezwa na mkandarasi mzawa MS Kings Builders Limited kwa gharama ya shilingi bilioni 2.87 zilizotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma na upo tayari kuzinduliwa. Gharama ya mradi na hatua ya utekelezaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, ujenzi wa barabara hii umefanywa na mkandarasi mzawa Kings Builders Limited na umegharimu fedha za Kitanzania TZS bilioni 2,872,857,693 na senti 94 zikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri. Utekelezaji wa mradi huu katika hatua ya kipindi cha matazamio kwa mkandarasi na tayari unatoa huduma. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, halmashauri ya jiji la Dodoma inaishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 chini ya uongozi thabiti wa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kusimamia miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miradi ya barabara. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Michael Mang'onda alikagua na kuzindua mradi wa hoteli ya Starline wenye thamani ya shilingi bilioni 3. Pia alizindua mradi wa usimikaji wa kamera za usalama wenye thamani ya shilingi milioni 682.5 ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza uwekezaji katika wilaya ya Dodoma. Akizungumza mara baada ya kukagua hoteli hiyo, Mang'onda alisema kuwa Mwenge wa Uhuru umefurahishwa na uwekezaji huo wa hoteli na usimikaji wa kamera. Pia alimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira rafiki kwa wananchi na wawekezaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu, mradi wa uwekezaji wa hoteli ya kisasa Starline Hotel, lakini pia mradi wa usalama ambao ni wa ufungaji wa kamera. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Mwenge wa Uhuru umepokea taarifa na mara baada ya kupokea taarifa umekagua hoteli yetu na umetembelea mradi wa ufungaji wa kamera barabarani. Rais amewahakikishia wawekezaji usalama, lakini amewawekea mazingira rafiki. Hapa wawekezaji wanafurahia na naamini watakuja wengi zaidi ya hawa kwa sababu ameshaliona jiji la Dodoma sasa liko salama, kwa sababu kamera hizi zinakwenda kuunganisha jiji zima na litakuwa salama. Akisoma taarifa ya mradi huo, afisa uendeshaji mkuu Fatina Hashimu alisema kuwa hoteli hiyo imeajiri wananchi 35, kati yao Watanzania ni 33 na raia wa kigeni ni 2, pamoja na kuongeza hadhi ya wilaya ya Dodoma kama eneo la uwekezaji, ukuaji wa biashara na shughuli za kiserikali. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, lengo la mradi ni kutoa huduma bora na za kisasa za malazi, chakula na kumbi za mikutano. Aidha, kuchochea uchumi kupitia ongezeko la shughuli za kibiashara na mzunguko wa fedha pamoja na kuongeza ajira kwa wananchi na kukuza sekta ya utalii katika wilaya ya Dodoma ambapo ni makao makuu ya nchi. Hatua za utekelezaji. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026,
Mradi wa Starline Hotel ulianza mwaka 2025 ukijengwa na kampuni ya One Tian Real Estate Investment Company Limited. Sasa umekamilika kwa 100% na tunatarajia kuanza kupokea na kuhudumia wageni kutoka sehemu tofauti ndani na nje ya Tanzania. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026, ujenzi wa hoteli hii umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 3 hadi kukamilika. Aidha, akisoma taarifa ya mradi wa usimikaji wa kamera za usalama, mkuu wa kitengo cha TEHAMA jiji la Dodoma Joseph Fungo alisema mradi huu umeongeza usalama katika jiji la Dodoma. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, lengo la mradi ni kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao pamoja na miundombinu ya umma katika jiji la Dodoma, kudhibiti makosa ya barabarani na matendo ya uhalifu. Aidha, mradi utasaidia kutoa uhakika wa usalama kwa wadau wa shughuli za maendeleo na kulifanya jiji la Dodoma kuwa salama kwa shughuli za uwekezaji, kidiplomasia, utalii na kuhakikisha jiji linaendeshwa kidijitali. Mbio za Mwenge wa Uhuru wilayani Dodoma zilihitimishwa katika uwanja wa shule ya msingi Kizota, ambapo katibu tawala wa wilaya ya Dodoma Sakina Mbugi alipata wasaa wa kusoma risala ya utii mbele ya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa. Mheshimiwa Rais, wilaya ya Dodoma ina halmashauri moja ambayo ilianzishwa mwaka 1973 na mwaka 1980 ilipewa hadhi ya kuwa manispaa na tarehe 26 mwezi Aprili 2018 ilipewa hadhi ya kuwa jiji. Aidha, ina ukubwa wa kilomita za mraba 2576, tarafa 4, kata 41, mitaa 222, majimbo mawili ya uchaguzi na watu 765,176 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Utekelezaji wa ujumbe wa mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026. Mheshimiwa Rais, mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 zimebeba ujumbe mkuu kuhusu amani, umoja na mshikamano wa kitaifa chini ya kauli mbiu isemayo Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Wilaya katika kutekeleza ujumbe huo imeweza kushirikiana na kamati ya usalama kuhakikisha uwepo wa amani, umoja, utulivu na mshikamano wa wananchi ili kuweza kuwa na maendeleo ya kweli. Mheshimiwa Rais, wilaya inaamini taifa imara lenye amani hujengwa na wananchi wenye mshikamano wanaothamini na kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za maendeleo. Kwa kuzingatia ujumbe mkuu wa Mwenge wa Uhuru 2026, wilaya imeendelea kuhamasisha jamii katika kudumisha amani, umoja na mshikamano, ambapo kata zote 41 zimefanikiwa zikihusisha makundi ya vijana, wazee, wanawake, vyama vya siasa, wanafunzi, vyama vya watu wenye mahitaji maalumu, mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za kidini. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa heri kwa sasa.